tunasoma Mathayo Mtakatifu sura 4 mstari wa kwanza hadi wa pili. Shukuru Mungu kwa siku ya leo mahali hapa. Amina. Sababu kufika kwangu hapa niko nasema ni neema ya Mungu tu. Kutoka Lubumbashi na kufika hapa haikuwa rahisi, lakini Mungu alituchunga. Na tulipoanza njia kuja asubuhi, tulipashafika asubuhi hapa. Nadhani 10h 11h tulipashakuwa tayari hapa. Lakini Mungu akupenda, tunafika njiani gari katusumbua, ikabidi tena turudie Debene kwenda kushanje gari ingine. Lakini Mungu alikusudia leo tupate kufika mahali hapa. Amen. Na shukuru mchungaji James kwa kutuitikia kufika hapa. Najua sinjo jina hiyo siisahau kama. Mungu akubariki sana baba. Mungu akubariki kwa kutukubalia kufika mahali hapa, na mchungaji wetu Baba Reverend, Mungu akubariki tena kwa kuitika tufike tena hapa. Na washukuru nyote ambao umekuja siku ya leo kuja kutusikiliza. Mungu awabariki sana. Abaka na tabia ya kusema ya kwamba kama haungekuja sijui kama ningehubiria biti. Lakini sababu umefika, Mungu akubariki sana. Watu wengi wanakuwa na tabia ya kusema ya kwamba Yohana alikuwa na hubiri nyikani hakukuwa watu. Lakini nitakwambia kwamba wakati alikuwa na hubiri huko kulikuwa watu. Hakungekuwa watu, hangekuwa na uwezo wa kubatiza. Lakini sababu alikuwa na nguvu ya kubatiza, maana kulikuwa watu, na ndio maana nilimpatia courage ya kuendelea kuhubiri. Na mimi sitakosa kumshukuru Rose, Mama Rose ambaye amekuja kutusikiliza. Mungu akubariki sana. Amen. Ni dada yangu, wakati nilimwambia niko nakuja akasema nitafika tu nikuone. Amen. Mungu akubariki sana mama. Amen. Na nashukuru wakati niko naona masura zenye mimi najua. Mungu awabariki sana. Manitia nguvu tena kujua ya kwamba kumbe escort hairudia nyuma, ingaliki tu mbele. Ila nawaambia tu ya kwamba msonge mbele, Mungu wako pamoja nanyi. Amen. Naona Shemasi pamoja na mke wake, Mungu akubariki sana. Mimi napendaka wakati mke na mume wanakuja mkanisa waikale fasi moja. Amen. Inakuwa mzuri zaidi, sababu hata kama ulisahau sadaka atakwambia sema ulisahau sadaka nipatie. Hata kama uko uchafu hapa atakwambia hapa hivi tengeneza, unatengeneza. Lakini kama ni wa watu tashindwa huko na unakuwa unamwambia tu na masinyi, tashindwa sana. Amen, amen. Mungu awabariki sana na zaidi. Leo tuko na ibada mbili, na ndio maana sitakawia. Wamenambia kwamba tuko na meza ya Bwana, karibuni tatu na kubariki watoto. Basi unifuate tu kwa makini, sababu sitakuwa mrefu, ili tupate kupita kwa vipindi vingine. Tutasoma katika maandiko matakatifu. Siajipresente, jina langu ni Espoir. Amen. Kwa wenyewe wananijua, jina langu ni Espoir. Kipenda kuniita mchungaji ni sawa, kipenda kuniita frere ni sawa. Lakini najua hapa kuko wenyewe watashinda kuniita mchungaji, wataniita tu kiongozi. Amen, amen. Basi na ukijisikia kuniita kiongozi wewe niite tu. Najua hata Rose atashinda kuniita mchungaji, ataniita tu kaka jambo, na mimi nitaitika tu. Amen, amen. Mungu awabariki sana. Ni mume wa mke mmoja ambaye ninampenda sana. Kwa majina anaitwa Dorcas. Na ule dada zaidi namuitaka Petit. Ule Petit ule tuko naye watoto 5 sasa. Amen, amen. Basi namshukuru Mungu sababu yaya wa watoto yangu naye ashakuwa mama. Huyu ndio alikuwa yaya, alikuwa anachunga watoto, na ule mama mwingine hapo pale. Mungu awabariki sana wa mama. Na mwingine yaya hapo hapa, Mungu awabariki sana. Nashukuru sababu nao washakuwa wa mama, leo hapana tena watoto yangu wa bebe. Huyu ndio alikuwa anampiga fimbo sana, mbona ndio uchunge watoto wenzako kula ndio wachunga, lakini leo naye anakuwa na wenzake. Mungu akubariki mama. Mama Pastor, Mungu akubariki. Ni kazi kubwa sana.
Tusome katika kitabu cha Hagai sura yake ya 2 mstari wa 8 mpaka wa 9. Hagai sura yake ya 2 mstari wa 8 mpaka wa 9 inasema hivi, tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Amen. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi. Na katika mahali hapa nitawapa amani, asema Bwana wa majeshi. Amen. Amen. Siku ya leo ningekuhubiria kuhusu Pentekoste, lakini sitakuhubiria kuhusu Pentekoste. Naachia Pentekoste, mchungaji wa kanisa ataendelesha juma nzima. Lakini acha niwaombe tu, sababu napendaka wakati mtu kwa ni translate nyo nasikiaga na mimi nasikia upako. Amen. Lakini niko nahubiri na wananihubiri na mimi. Sasa ningeomba huyu mtumishi namuonaka kumedia sana, nipate na mimi upako wenyewe hapo nao leo. Amen, amen. Wakati namuonaka kumedia nasikiaka mzuri sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Amen, amen. Ni wakati wa vijana, wewe kama ushazeeka usisirike tu, tukomprendre njoo hivi. Sipange zamani kupatia kijana kuwa kama mimi mchungaji haikuwa rahisi. Our committee to give the young man this opportunity, it is not. Lakini tunashukuru Mungu sababu bishakuwa hivi. But by the glory of God, it is working now. Pentecoste itakuwa next week. Pentecost will be next week. Lakini sitakuhubiria kuhusu Roho Mtakatifu. But I will not speak about Holy Spirit. Lakini nitakwambia tu madogo kuhusu Roho I will Mtakatifu. just give you few things about Holy Spirit. Sababu Roho Mtakatifu, Because Holy Spirit, watu wengi hawamjuaki vizuri. many people don't recognize deeply about Holy Watu Spirit. wengi wanazaniaka kwamba Roho Mtakatifu ni kandege. Many people think Holy Spirit is a bird. Sababu wakati alimshukia Yesu alikuja kwa umbo kama la njiwa. Because when he descended on Jesus, he came on the symbol of a Na dove. njobo watu wengi wakaanza kuwazia kwamba Roho Mtakatifu ni ndege. Without the reason, people thought that the Holy Spirit Lakini is a kwa dove. madogo nitakwambia kwamba Roho Mtakatifu Shortly, I will just tell you, Holy ni Spirit, Mungu mzima. it is God as a whole. Sababu wakati alikuja kwa Abraham, So when he came to Abraham, Biblia inakwambia walikuja watu watatu. the Bible says there came three people. Alikuwa ni Mungu mzima, They were God, Mungu Mwana God the na Son, Mungu Roho Mtakatifu. Spirit, and Na wakakuja kumtembelea Abraham. they came to visit Abraham. Hakukujaka kama ndege anakuja nyuma ya He wale did watu not wawili, come as a dove, lakini alikuja kama Mungu but he mzima. came to Abraham as a Ndio maana Roho God. Mtakatifu That is why Holy wakati Spirit, unapomuomba when you pray to him, anakujaka ndani mwako na kukutia he nguvu. comes and he strengthens you. Hakuna kitu kenye unaweza kalia na kama uko na Roho Mtakatifu. There's nothing you can cry for if you have Holy Sababu Yesu alisema ya kwamba ni msaada, Because Jesus says a na yeye comforter, atakuwa msaidizi kwa maisha and he yetu. will be the helper in our Na lives. wakati unapomhitaji And when you are crying to him, hakuwaki mbali na wewe, he's not far away from you. anakuwaka karibu yako He kwa kukusaidia. always near to help you. Mungu akubariki. God bless you. Sasa katika kitabu hiki cha Hagai ambacho So tunasoma, in this book of Haggai, kitabu hiki kinatuambia tu kwa maneno madogo tu this book tells us in shortly ya kwamba la gloire de la deuxième maison, that the second glory of the house, la gloire de la deuxième maison, the glory of the second asema house, utukufu wa nyumba ya pili. the glory of the second house. Anakwambia huu utukufu wa nyumba ya They pili said that this second glory utakuwa tofauti kuzidi utukufu wa nyumba ya will kwanza. be different from the first house's glory. Kama inasema utukufu wa nyumba ya pili utakuwa mkubwa kuliko utukufu wa nyumba ya If it kwanza, say that the second will be greater, haikusema ya kwamba katika nyumba ya kwanza hamkukuwa it's utukufu. never say that in the first house there were no glory. Katika nyumba ya kwanza mulikuwa utukufu, In the first house there were glory. lakini akasema ile utukufu yenyewe ilikuwa mu nyumba ya And kwanza he said that the glory was in the first house. haikuwa natosha. It was not satisfied. Inabidi sasa Mungu aongeze utukufu wa zaidi ili upate kuzidi ule utukufu wa God nyumba ya had kwanza. to increase
be above than that one? Kwa nini aongeze utukufu juu ya utukufu mwingine? Why to increase glory upon glory? Kuna kuwaka utukufu There's always a glory ambao unaweza kukufikia maisha that yako, it can get in your life. na wakati unapofika And once it's arrived, unakufanya wewe mtu it make you as a person unapoteza thamani yako. to lose your reputation. Na wakati unapopoteza thamani And yako, when you lose your value, ndio Mungu anakuambia sasa God will tell you ya kwamba ulikuwa na ule that utukufu you hate that glory, ambao ulipoteza, that you were nataka lost. kukuongezea utukufu So mwingine I want to increase ili your upate glory kuzidi ule utukufu wa so nyumba ya can be kwanza. above than the first one. Najua ya kwamba hutanielewa hapo. I know that you won't understand. Wakati Adamu When Adam, alipopoteza utukufu he wake, lost his glory, na wakati Yesu alikuja, and when Jesus came, alifanya utukufu ukazidi ule utukufu wa nyumba he ya kwanza. made the second glory to be greater than the first. Kuna mtu There's a person, sababu hajijui vizuri, because does not recognize themselves, anajipotezeaka he utukufu. always lost their Lakini glory. siku ya leo But this day, nakuja kukwambia I ya have kwamba come to announce to Mungu you, atakurudishia utukufu ambao God will ulipoteza, bring back the glory you na lost. utakuwa na utukufu zaidi ya utukufu And there wa will be glory upon glory. Amen. 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 Kuna mtu There's a person ili ajitambue ya kwamba ako na to utukufu, come to their senses that they have glory. inabidi asaidiwe. You have to be helped. Na kuna mtu And there's another one. ili apate kujua utukufu mwenye uko ndani mwake, For them to recognize the glory within them, inabidi apite kwenye kazi, they have to yani do a apite certain kwenye assignment. moto, To go in a certain yani assignment. apite kwenye vikalangio. To pass on the pen. Tutasoma kitabu kimoja kwa kugundua ile utukufu. We're going to read the book to discover that glory. Tusome kitabu cha Mathayo, Book of Matthew. Mathayo sura yake ya 4 Matthew chapter 4. mstari wa kwanza Starting from hadi kwa wa pili. Anayekuwa tayari anisomee. Tunasoma Mathayo mtakatifu sura 4 mstari wa kwanza hadi wa pili. Funga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Amen. 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 Kuna utukufu There's a glory. ili Mungu akupandishe katika utukufu zaidi. For God to elevate you, Inabidi upite you mkikalangio. have to pass through an assignment. Biblia inasema The Bible ya declares kwamba wakati Yesu that when Jesus alipotaka kuingia katika utukufu, he wanted to enter, ilibidi he kwanza apite mkikalangio. had to be in assignment. Ingawaje alikuwa kwenye maombi, Even though he was in the fasting na kwa na prayer, tabia ya kuambia mtu I normally say maombi prayers haisaidiaki mtu, does not help, lakini maombi but prayer, inaitaka majaribu. it brings temptations. Amen. Amen. Maombi Prayer, ndio inaitaka majaribu. it's caused the Utajiuliza namna gani You may ask how. wakati uko naomba, When you are praying, ndio wakati shetani that is the time that anatafutaka akuje kukujaribu he seeks to come and ili aone imani yako kama to inakaza. see how strong is your faith. Lakini unapoomba But when you pray, usingalipoteza imani. do not to lose your faith. Ujue tu ya kwamba You must not. katika majaribu niko napitia, In the tribulation of kuna us, utukufu wa nyumba ya pili. there is the glory of the second house. Majaribu yote Everything, inakujaka, it's always come. lakini ni But kwa kukutayarisha to prepare you, ufike kwenye utukufu wa nyumba ya pili. get to the second. Kama haujajua ya kwamba majaribu If you are not aware that the iko na temptation, kutayarisha kwa ajili ya kufika kwenye nyumba ya pili, it will prepare you to get to the second house, hautakuwa Mkristo. you will never be a Christian. Yesu Jesus, alikuwa kwenye maombi, he was in prayer. anaomba siku 40, He was praying day and night, usiku na mchana, day and night. malikrea utukufu wote wa maombi, Even though it's filled with malikrea glory, nguvu yote yenye alikuwa nayo ya even though maombi, with the power, lakini shetani hakumwogopa. but devil was not afraid. Kumbe inaweza kafikia wakati It's make wakati huko naomba, when you are praying, unaweza kuwa unaombea magonjwa yaliyoko mnyumba, you may pray for the sick, na ndio unasikia kama mume wako wanamfunga. and that's you hear your Unaweza husband kuwa arrested. unaombea magonjwa You mnyumba, may be praying for the sick, mtoto alikuwa mgonjwa, the child is lakini
hivi unasikia kwamba mama yako anakufa, and you heard that your mother passed away, usiogope wala usirudi do nyuma not katika be imani. afraid or backslide in the faith. Ujue tu ya kwamba You must know this. niko kwenye kipindi. You are on the scale. Niko kwenye kipindi. I am on the Nikilaliki mpano wako na nikalanga. I am still on the pen as they are Sababu still utukufu wa trying. nyumba ya pili. Because the second glory, the second house, is about to manifest. Kuna mtu nilimuuliza, There's a person I asked. nikauliza, ilikuwa ni mchungaji mwenzangu, It was my fellow pastor, ananiuliza, and he asked, mchungaji, wewe unafanya aje ili watu waanze kuonekana mkanisa? how do you guys do for people to appear in the church? Nikaelewa akili yake. And I understand his conscience. Nikaona akili yake And I saw that his mind, ni jinsi ananiona ningali kijana, the way he sees me as a young, yani siwezi kuongoza kanisa ya watu wengi. that I cannot lead a church. Anaona tu manake hivi huyu ni kijana, If he is still a young, aligusa tu kitu he fulani. might have touched something. Nikamuuliza hivi, And I asked him, Pastor, Pastor, unamwamini Mungu ama umwamini Mungu? do you believe in God or you do not? Akanambia, mon frère, naombaka And sana. he said, my brother, I am a Manake prayer warrior. kila siku niko kumaombi juu kanisa isikose tu maombi. Each and every day I attend the prayer intercession. Nikamwambia, unajua kitu kingine, You must know something. maombi Prayers, ni silaha ya Mkristo, it is a harm to lakini Christian. kile kinakuhitajika sasa wewe But whatever that is up to you now ni ujue jinsi gani ya kutumika kazi ya is Mungu, to know how to minister. sababu kuna maombi Because there's prayer na kuna kazi. and there is a ministry. Kuna nafasi kwenye maombi inahitajika There is an area where we need na prayer, kuna nafasi kwenye hakuhitajiki and maombi. there's other corners prayer is not needed. Nikamwambia kuna nafasi unaweza kukuta Mkristo wako na njaa, And said there's a place you find ule mtu hatahitaji maombi, the person who will not need prayer. anahitaji ni chakula akule ili apate kutembea. Food so that he can walk. Hautamwambia, hautamwombea. You will not pray for such person. Nikamwambia sasa kenye unasahau ni nini? And I told him that the thing that you forget, Kichwa yako hayajua kama uko mchungaji. your head is not aware that you are a Ukijua pastor. kama uko mchungaji, But if you come to know that you are a pastor, utajua ya kwamba mimi nahitaji you will know kutumika that kazi, I need to serve. sababu kazi niliyoitwa mimi Because the ministry I've been called sio ya into, kuikala kukiti cha it is uchungaji, not to sit just on the lakini chair, ni kutafuta kondoo zenye but it is zilipotea to zilete search for kazi. the sheep that are astray. Sasa wakati nilipomwelewa nikamsaidia kwa ile So mawazo, when I understood it, kisha and nikamuuliza sasa swali ya mwisho. I asked him last question. Nikamuuliza, je, kama unamwamini kama Mungu anafanyaka I asked kazi, him, do you believe that God can do things? kwa nini sasa unaniuliza nafanyaka je juu watu wakuye mkanisa? Why do you ask me what do I do? Manake wewe unawazia kama Mungu You might know that anakuwaka tu mtuma nyumba twa kidogo twa manjanja, ama anakuwaka na manyumba ya the kabambi. small houses or even the bigger ones. Akaniambia naamini kama Mungu anakuwaka And he manyumba ya said kabambi. that I believe God can dwell in the Nikamwambia bigger unajua ones. kwa nini mimi nakwambia hivi? And I asked him, do you know why I Mtu asked? manake unawazia kama mtu wote akigusa dawa tu It is anafanikiwa. because you think people only those who touch Ijapo witchcraft, kuna neema tofauti that there's a different yenye grace mtu anaweza kuwa nayo. that the person can have. Mungu anakubariki. And God blesses. Ndugu mpendwa, usiwazie kwamba watu wote wanatembezaka Brothers kama and ni sisters, balozi. don't think of those who drive big cars, they are witches. Ukingaliki nasema ya kwamba hapa wenyewe wako wanatembeza magari ni balozi. If you still saying such a words, Huko mtu mmoja alisemaka wakati hayakuwa na kitu. there's a person who was still blind. Akasema unaona hii magari And he said, you see all these cars, ni makarton. they are just cardboards. Nikamwambia Fred, And I told him, huko nasema ni karton juu hamna yako. you are saying it's cardboard because there's no Ukikula yako yours. hautasema kama ni If karton. there's yours among them, you will not say such. Nikamwambia tena, unajua ya kwamba And I asked him again, wakati do you know, mtu anapobarikiwa when a person is blessed, unasemaga ya kwamba ni uchawi. you say that he's a witch. Ijapo sio uchawi tu ndio unabarikiaka Mungu. Not knowing is not only witchcraft that Mungu plays. wetu wakati anapobariki Our God, when he plays, anakuwaka na kuvalisha utukufu he tofauti always clothes you with a different cloth. ambao kila mtu akikuona That's when anybody anakuambia sees kwamba uko mchawi na you, hauko will say that mchawi. you are a witch or you are a wizard while you are not.
Nikamwambia Fred, And I told him, my brother, unajua kila mtu mwanayejiwaka mchawi. you know anybody who's called the witch, Kuna wale ni wachawi ndio, they are wizards, na kuna wengine sio wachawi. but others are not. Kuna mtu anaweza kuwa na uchawi, There's a person can have a witchcraft anakuja kukutante wewe. and come to test. Sasa wakati anakupima na kukosa, So when he tests and you are out of anapenda line, kuvalisha uchawi wenyewe and hauna. now he wants to put it on Sasa nataka kuambia ya the kwamba Yesu wakati anapovika I Mungu want to tell mtukufu, you, when Jesus utaonekana mchawi juu ya you wachawi will look wengine. as a witch upon witch and wizard. Sababu utukufu wa nyumba ya kwanza Because the glory of the first house, unakuanga utukufu wa kuishia. it's always Lakini wakati visible. Mungu anapokupatia utukufu, But when God gives you wao glory, unaonekanaka mchawi zaidi you yao. see the witch more than them. Kumbe hata wakati wanakuita mchawi, So even when they call you a na wao witch, unajua kwamba hauko and mchawi, you know you are not, wewe shukuru Mungu tu. just be thankful. Mwambie Mungu Tell na God, kushukuru, I thank sababu you kumbe unapendaka. because you are a miracle Sababu worker. wakati unaponiita mchawi, When you call me a na mimi witch, sijajuaka kwenye uchawi and unakuwaga. I don't even know when I Mara got moja my mimi witchcraft. nashukuru Mungu, naelewa ndani I yangu always thank God ya kwamba kumbe wewe ndio mchawi ndio kunitafuta na you are hakunipata. the rich and you Nilipata don't kumbe the Mungu wangu alisimama. And when that's my redeemer, Kuna utukufu wenye hauwezi kucheza nao. there is a glory that you cannot play with. Utukufu unakuwaka utukufu The glory can be sababu Yesu wakati alipokuwa na utukufu, when Jesus had glory, walikuja kumjaribu ndio, they came to tempt him, lakini hawakumuweza. but they did not overcome. Unaweza kuja kunijaribu, You can come to test me, lakini ujue ya kwamba but you must know uko unanitayarishia utukufu wa you dunia. are preparing the glory of the second house. Sababu wakati Yesu alipoyashinda, Because when Jesus conquered, Biblia inasema ya the kwamba Bible says malaika the angels, walikuja kumshughulikia. they came and ministered. Kila mara wakati unaposhinda Each majaribu, and every time when you overcome the malaika wanakujaka the kukutetea. angels normally come and minister. Malaika wanakujaka kukutumikia. Angels always come and serve. Na wakati malaika wanakuja And kukutumikia, when the angels come and yani serve, wanakuvalishaka utukufu meaning that the glory wenye hakuna mtu mwenye anaweza kukugusa. nobody can lay a hand on you. Amen. Imagine kama malaika wako wanakutumikia, Imagine if the angels are ministering to you uko unatembea na fear, Yes. and you walk in the na hakuna boldness mwenye anaweza kukuchezea. and nobody can play with you. Bafalme wa dunia hii The kings of this world, anatembea na mtu mwenyewe anaweza kumpiga naye masasi na nakufa, they walk with people who can be shooted. anawafanya kuwa wa bodyguard wake. They make them as their bodyguards. Na wakati hapo anatembea nao munjia, And when they are walking wewe mtu along path, ukikuya tu mbarabara unamuona, if you just come along the path and see them, unakimbia. you normally run. Sasa imagine uchungiwe na So malaika. imagine you are being guided by the angels. Utukufu gani utakuwa nao mjia? What kind of glory will you Ndugu have? mpendwa, unajua kama mtu wako na utukufu, Do you know when a person has a glory? sijui kama unaelewa neno I don't utukufu. know if you understand this word glory. Utukufu ni kitu kiko tofauti. The glory is more above it. Utukufu yani ni heshima maradufu. Glory is a deeply honor. Utukufu unafanya mtu The glory makes a person. kama ako na utukufu, If the person has a glory, kila mtu anakuheshimu, everybody always, kila mtu anakusaluti. everybody salutes you. Hata unapoingia ndani ya nyumba, Even when you enter the house, ndugu mpendwa, brothers and sisters, kuna watu ambao Mungu atavika utukufu siku ya there leo. are people going to be glorified Hata today. kama watu wako na kuitaka hata kufeti, Even though when people call you on the seventh lakini of siku ya the leo wataweza kuita but kufeti. today, from today, they will start calling you. Huko watu walikuwa na wasahau. There are people being forgotten. Jamaa yao mnaweza kuwa hata kilio. In their family, they might be Yeye a atajionea tu ni kurezo You sosio. just see them on the social Hawatamuita, They will not tu wanajua you. hakuna yeye Because atakontribute. they're not, you will not Lakini donate siku anything. ya leo nataka kutabiria ya kwamba wewe But utakuwa wa I kwanza kwa prophesy heshima. upon you that you will be the first one to be Mungu announced. atakuvika utukufu. Because God will put a glory on you. Huko mtu There's a person mwenye alijipotezeaka utukufu wake. that's lost their Wakati glory. ulikuwa naenda kufeti,
when they were going to the sababu palace, haukuwa na chakula kunyumba. because you did not have food in Ulikuwa na kikazo ukifika kufeti wakileta chakula wote kula yote unaweza kuweka. when they give you food on the party, you put it. Na watu wote wakakujua akasema ule yeye anakuwa kwanza kushana, yeye maana ni kubeba. And people knows you with that kind of character. Na ukifika wakati wa kukuita kufeti, And when it comes to when they called you, watu wote wako na kutilia tu makamera ya chini wako na people kupiga always put watabeba. cameras underneath to watch you. Lakini siku ya leo nataka kuambia ya kwamba And this day, wewe you, juu ya sababu ya ile utukufu wa nyumba ya pili, because of that glory of the kuna second nafasi house, nyingine utakuwa na unapita kumeza. there is a place where you will pass on the Maana yalisha tena ile mlima ulikuwa na yalisha. and you will not move Unaanza kuchakula na wewe chakula ya until you kubeba. will start choosing the kind of food you want, Sababu heshima yako itarudi. because the honor will come back. Huko watu There are people, hata kukilio. even on the funeral, Unaweza kuwa ulikuwa unafika mnyumba kukilio. when you arrive at the funeral, Tutaima basha kujuaka wewe ukifika fasi matelefoni za watu utabeba. they always know that you are the person who still the Masaka meza ba mama ni kuikisabusa hapo purchase and the wallets, you are the one who always steals. Sasa ukienda kukilio, So when you go to the unakuwa funeral, nataka ulale karibu na huyu, you want to sleep unasema next nakwambia to sema hapa pako mtu. and they say there's a, Unataka karibu na huyu, if you go to anakwambia na hapa pasha kwa mtu. they say there's a Tu watu wote wako na kukimbia. so people are running away. Lakini siku ya leo, Go to again, I'm sababu nakwambia juu ya utukufu wa nyumba ya pili. the glory of the second Kwa house. maana unaona kwanza kwa kukusaidia tu sakoshi au ya There are people who will come and watu wanakueleza sakoshi wanakuambia pia ulale take your hapo. bag and your horse. Come and sleep here. Sababu Mungu atakupandisha. Because God will take you on another Lakini kitu dimension. kimoja kinakuomba But only one thing I'm asking you, uishi katika umoja. stay in unity. Uishi katika umoja. Stay in unity. Ndugu mpendwa, Brothers and sisters, kuna kitu kenye kinafanyaka mtu apande katika utukufu. there's a thing that makes a person to go in another dimension. Ni umoja na Roho Mtakatifu. Is to be united with the Holy Spirit. Umoja na Roho Mtakatifu. The unity in the Holy Spirit. Sababu unaposoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza If you read in the book of 2 Corinthians, sura yake ya 12 mstari wa 12 chapter 12, verse 12, utaelewa maana ya umoja. you will understand the meaning of unity. Kama ndani ya nyumba yako hamuna umoja, If there's no unity in your house, hautaweza kuendelea mbele. you will not go forward. Kama hamuna umoja, If there's no unity, hautaweza kupiga paa. you will be unable to stay Kama quiet. mwili huu hauna na umoja, If this body has no unity, hauwezi weza kutoka kwenye huku na you will ufike not basi be nyingine. able to step out. Ili utoke mahali hapa uingie katika uwezo wa nyumba ya pili, For you to come from this place to the second glory, ni uwe na umoja you have to have unity ndani ya maisha yako in your life pamoja na Roho Mtakatifu. with the Holy Spirit. Sababu Roho Mtakatifu Because Holy Spirit ndio alimsaidiaka Yesu, is the one who helped Jesus. akamtoa na akampeleka kwenye matatizo. He took him and led him in Na the Biblia inakwambia temptation. ya kwamba alikuwa pamoja na Roho And the Mtakatifu. Bible said that he was Sababu Biblia inasema ya kwamba Roho Mtakatifu alimnyangua, the Holy Spirit. alimpeleka. Kama mtu anapeleka If mtu, the person is being led, kuna waka Kiswahili kimoya, sijui kama ili lugha mtanicheka. there's this kind of word we normally Najua wote elewa hii lugha mzuri na translate mzuri. Asema mtembu aniha si atabedulwa. Maana yake ni but they cannot translate the prophet. unaelewa lakini. Asema mkatazi The person who deny, anaweza kuwa mkatazi they can deny, lakini hauwezi kumnyangula. but they cannot be told. Asema kama huyu bwana unamtuma apeleke ile microphone pale, If you ask the person to take the microphone, akikatala kuipeleka, if he denied to take it there, nikimnyangula na nampeleka paka pale, and if I hold and lift him, inamaanisha kwamba anafanya kazi double ya kumjenikienda bibi peke kwenda kuikamata. he's walking in the Sikimeni mtu mwenyewe anapelekaka which means mwenzake, the person who takes inamaanisha kwamba wako pamoja. meaning they are together. Ndio maana Biblia ilitomea kwamba Roho Mtakatifu That's what the Bible akampeleka says. Yesu. The Holy Spirit led, Yaani walikuwa katika which umoja means they were in ili unity, wapate kufanya kazi so moja. they can do one thing. Hauwezi weza kufanya kazi moja You cannot do one thing kama hauko ndani ya umoja. if you are not in unity. Kama mnapenda kanisa yetu ipite katika utukufu wa If nyumba ya you pili, want our church to
pass in the second muwe glory, katika umoja, we have to be unity. muwe katika umoja. We have to be in unity. Utaona kanisa itaenda mbele. You'll see the church. Kama unataka ndani ya nyumba yako uone utukufu wa nyumba ya If you pili, want to see the second glory in your house, baba mama, mother, muwe father, katika umoja, be in unity. mtaona utukufu wa nyumba ya pili. You will see the glory of the second house. Kanisa Church inahitaji umoja. needs unity. Wajueri The players, hawawezi pata utukufu they can never get kama glory hawako katika umoja. if they are not in unity. Hauwezi kuwa jueri moja You cannot be wewe a peke player, ukuwe numero ukuwe gardien be a goalkeeper, na wewe peke ukuwe striker na wewe uingize wewe peke. because you are staker and you are still Inabidi the one. wote wako kwa pamoja All of these players have to wapate be bounded kusaidiana ili wapate kupata to help utukufu one mmoja. another to get to one glory. Nitamaliza na mfano huu I will end with this parable. sababu hii teme inawaka mrefu, lakini nafunga ili tumalize haraka. This topic is a long topic. Namaliza na huu mfano. Let me end with this parable. Kuna mtu mmoja There's one person, ama viungo vyote vya mwili or the parts of the body, vilisirikiaka tumbo. they went against the stomach. So unaona siwa matumbo ya kabambi. You know, the people with big belly. Sasa mkono ikasirika, So the hand macho was ikasirika, angry, and the eyes as well. kinywa kikasirika, And the mouth went miguu against, ikasirikia and tumbo, also the foot kusema did the kama same. tuko na kula Saying that when we are eating, mwenyewe ako nanenepa ni tumbo, the person who's getting bigger is the lakini stomach. siye tuko tunagonda. But we are getting slumber. Ikafika wakati moja And it came to a certain wako moment. natembea, They were walking wakaona papai, and they saw a wakaona papai, wakaona fruit fulani they saw a certain fruit, au wakaona chakula. or they saw a food. Macho wakati ilipoona When the eyes saw ikatamania kubeba chakula, and desired to take the food, ikaambia mkono and he asked na the miguu, hand and the food, twende tubebe. let us go and rent it. Wakasema hatuwezi, sababu tukienda tumbo tu tanenepa. And they said we cannot go. If we go, the belly will get Wakaingia wote mugrave and they went in the ya strife, kusema hatutabeba. and they said we cannot take it. Siku ya kwanza ikapita, The first day passed. nguvu ingaliki. They were still power. Siku ya pili ikapita, The second day, nguvu ilikuwa ingaliki. they were still power. Siku ya tatu The third day, miguu yenyewe ilikuwa inatembea, the feet that were still ikaanza able to walk kutetemeka, and start to shake, ikashindwa kutembea. and was unable to walk. Ikitembea kidogo nasema hapana, And when natoka they na walk and ikazi. say, I am tired, and they take a break. Mkono yenyewe ilikuwa na bouger, And the end that was moving, almost nguvu yote ya mtumbu inaisha, nguvu yote ya mkono ikafanya nini? and the power was running out. Kinywa kenyewe kilikuwa nasema sema And the sana, mouth was a talkative. mate yote ikakauka, mkinywa And kikaanza all kukala kinywa. of the spit went dry. Macho yenyewe ilikuwa naona, And the eyes that was sababu seeing, nguvu mtumbo hakuna because there tena, were no power in the stomach, nguvu yote ikaisha, macho nayo yalikuwa and the yanaanza kuona power giza. ran out, and the eyes started seeing through. Kisha wakaulizana, And they asked themselves, tunataka kufa hapa juu ya nini? why do we want to die here? Wakaulizana tena, And they asked themselves, juu ya nini tusijikonsentrate twende tutafute? why can't we concentrate and go and Mmoja akasema tutamshibisha tumbo. One of them say, we will be the helper of the stomach. Wakasahau kitu kimoja, And they forgot one thing, ya kwamba tumbo wakati inaposhiba that the belly when it's full, ndio wote wanapata nguvu. that's when all of them they are strength. Wakasema twende tutafute. And they say, let us go Wakati and kila look. mwenye alikamata sa chakula ni mkono, When the hands took macho ikaona, and the eyes mkono kakamata, and the hands wakaingiza mkinywa, and they put on the mouth wakakula, and the hands kamguru kakarudia tena na nguvu, and the foot was mkono nayo ikapata nguvu, and the hands were na katumbo tena kakavimba, and the stomach go na sauti ikatoka. and the voice came Ndio out. wakaambiana So sasa, now they talk to them. oh, kumbe umoja ni nguvu. Which means unity is power. Kumbe umoja ni nguvu. Unity is power. Unapotembea katika umoja, When you walk in the utaingia unity, katika utukufu wa nyumba you yako, will enter in the glory of the sababu second house. umoja Because glory, unaleta unity
brings. Mnapotumika kwa pamoja, When you walk in united, mtaona hili kanisa litasikilika fasi yote, you'll see this church being heard at a, na Mungu wa mbinguni and the heavenly God atawakumbuka, will remember you. na mtapata utukufu zaidi ya And you will utukufu. receive glory upon you. Lakini mnapoachiana makazi, When you let the work to each other, tumbo itaomba the chakula. stomach will ask. Mungu awabariki sana. And Amen. God bless you. Amen.